بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tukiwa tuendelea na risala yetu ya al-muyassar fi ahkam as-sawm wa adabihi ja ad-doktor Abu Aisha Abdul Shakur Muallim, ambapo leo biidhnillah itakuwa ndio tamati ya risala yetu hii ya Sheikh Al-Doktor Abdul Shakur Muallim Abdul Farid hafidhahullah ta'ala. Mlango wa mwisho nasema a'malu yawmil 'Eid, matendo ya siku ya Eid. A'malu yaumil 'Eid, matendo ya siku ya Eid. Baada ya kumalizia kuizungumzia funga, vile vile akazungumzia yanayotaallaq baada ya Ramadhani. Ameambatanisha mtunzi na kile ambacho hupatikana baada ya mwezi huu wa Ramadhani, leo ni siku ya Eid. Ameweka nukat kadhaa katika mlango huu. Nasema awalan, mwanzo kabisa, al-ightisalu qabla al-khuruj lil-Eid, kuoga kabla ya kutoka kwa ajili ya Eid. Al-ightisalu qabla al-khuruj lil-Eid, kuoga kabla ya kutoka kwa ajili ya Eid. Katika sunna, mtu kabla hajatoka kwenda katika salatul Eid kwenye musalla, anatakiwa aoge ili kusafisha mwili wake, kuweka katika mazingira yaliyo mazuri. Huwa anaenda kukutana na watu, kwa asiwe ni mtu ambaye anatoa harufu au hayuko vizuri katika mazingira ya usafi wa mwili wake. Ikiwa aoge. An Nafi', kutoka kwa Nafi' anna Abdullah ibn Umar, anasimulia Nafi' kwamba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitr, alikuwa Abdullah ibn Umar anaoga siku ya Eid ya Fitri, kabla an yaghadua, kabla ya kurauka, kabla ya kutoka mapema asubuhi. Kabla an yaghadua, kabla ya kurauka, kwa maana kutoka mapema asubuhi. Kabla hajatoka mapema ile asubuhi, alikuwa anaoga Abdullah ibn Umar ila al-musalla, kuelekea katika musalla wa Eid. Anaoga kwanza, ndipo anatoka kwenda katika musalla wa Eid. Kwa ni jambo la sunna. Rawahu Malik fi al-Muwatta wa sahahahu an-Nawawi. Kabla mtu hajaenda kwenye Eid anatakiwa aoge. وعن سعيد بن المسيب, نكتوك وسعيد ابن المسيب رضي الله عنه قال, الله أمرذيه أمسيمه سعيد ابن المسيب, أمسيماجه سنة الفطر ثلاث, سنة الفطر ثلاث, sunna zaidi ya fitri ni tatu.
sunna zaidi ya fitri ni 3. Almashyu ila almusalla, kutembea kuelekea almusalla, sehemu ya kuswali kwenye kiwanja. Almashyu ila almusalla, kutembea kuelekea kwenye musalla. Wal aklu qabla alkhuruj, na kula kabla ya kutoka. Kwenye Idi ya Fitri unatakiwa ule kabla hujatoka, na tutaona huko mbele unatakiwa ule tende kabla hujatoka, ili kuonyesha ya kwamba sasa funga imemaliza, tumeingia katika miezi ya kula mchana. Kwa kabla hujatoka unatakiwa ule. Sunna za siku ya Idi ya Fitri ni 3: kutembea kuelekea katika musalla, na kula kabla ya kutoka kwenda kwenye huo musalla, walightisalu, na kuoga kusafisha mwili wako. Kwa ndani ya hadithi hii au maneno haya ya Sa'id ibn al-Musayyib tunajifunza mtu kabla hajaenda kwenye musalla atekeleze haya. Na huyu Sa'id ibn al-Musayyib ni katika mabwana wakubwa wa wanafunzi wa masahaba at-tabi'una hawa. Na kama sijasahau, Sa'id ibn al-Musayyib alikuwa ni mkwe wa Abu Huraira, kwa maana huyu alimuoa binti wa Abu Huraira, Sa'id ibn al-Musayyib. Kwa bila shaka wanaoyasema wao kwenye dini ni yale ambayo wameyachukua na kuyapokea kutoka kwa maswahaba ambao wamechukua dini yao kutoka kwa Mtume. Kwa hatuna shaka juu ya maneno yao wanaoyasema, hasa inapokuwa njia zimethibiti ndani ya suala la dini yetu. Sunna za siku ya Idi ni 3: kutembea, kula kabla kwa kutoka Idul Fitri, vile vile kuoga. Thaniyan, jambo la pili, kwa nukta ya mwanzo ushahidi kuoga kabla ya kwenda katika Idi. Thaniyan, jambo la pili, at-tajammulu, kujipamba, wa lubsu ahsani thiyabi, na kuvaa iliyo nzuri zaidi katika nguo. At-tajammulu, kujipamba, wa lubsu ahsani thiyabi, na kuvaa mtu iliyo nzuri zaidi katika nguo. Ili nguo yake iliyokuwa nzuri zaidi, anaipenda, inavutia, ina muonekano mzuri, anatakiwa avae ile siku ya Idi pamoja na kujipamba. Ndiyo sunna hiyo. An ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah awaridhie na baba yake, qala, amesema, kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallama, swala na salamu ziwe juu yake, yalbasu yawma al-Eid, anavaa siku ya Idi, burdatan hamra, anavaa burda nyekundu. Burda ni jiguo la juu nalovaliwa kama joho, lakini halishuki hadi chini, linaishia juu hivi, kama aina fulani ya koti ambalo huvaliwa juu. Ikiwa ni hulla, ukiambua hulla manake ni nguo ya juu na ya chini, ambazo mara nyingi huwa katika rangi moja, na Mtume alikuwa akivaa hulla wakati mwingine akivaa burda, shuka ile ya juu ile ambayo ni mithili ya nguo hamra, nyekundu, nguo yake nzuri ya juu anavaa mithili ya joho, lakini linaishia juu huku. Alikuwa akivaa likiwa na rangi nyekundu, alikuwa akivaa siku ya Idi, sababu ndo nguo ambayo ilipendeza sana kwake yeye. Akhrajahu al-Baihaqi wa qala al-Haythami rijaluhu thiqat, wapokezi wake wa hadithi ni madhubuti, ndio thiqat, madhubuti, uaminifu kwenye upokezi wao. Kwa ndani ya hadithi hii
tunaona mtu akienda katika Idi anatakiwa ajipambe na avae iliyo nzuri zaidi katika nguo zake. Kwa maana mtu aweke nguo kwa ajili ya Idi iliyokuwa nzuri, atoke nayo siku hiyo, na iliyo bora zaidi nyeupe. Lakini huna nyeupe, utavaa ambayo unahisi hii angalau inatazamika mbele za watu, mbele ya watu, na mimi huwa ni mtu nikivaa hii hapa. Hiyo ndio ende nayo katika musalla wa siku ya Idi. Mtume alikuwa akivaa burda ambalo ni hamra, anavaa nguo zake na juu anavaa hilo burda, ni kama nguo ya ziada kwa ajili ya urembo na kujipamba, kuleta ile mandhari nzuri mbele ya waumini. Burdatan hamra. Uislamu umekataza mtu kuvaa nguo nyekundu alkhalis, wekundu ule utakata moja kwa moja, haujachanganyika na chochote. Uislamu umekataza hilo. Pia kuvaa muasfar, nguo aliyokuwa manjano alkhalis, umanjano ule utakata moja kwa moja. Amevaa nguo ni manjano pure, wenyewe wanasema safi kabisa, njano yake haina doa, au nyekundu moja kwa moja, kama siku za sikukuu za nani hawa wanavaa nyekundu. Siku gani wanasema? Siku wapenda nao, si haifai ile Kiislamu kuvaa nguo nyekundu iliyotakata. Sasa je, mbona Mtume alivaa burda nyekundu? Burdatan hamra, wanasema wanachuoni lam takun khalisatan, wekundu wake haukuwa moja kwa moja, bal kanat mukhattata bil ahmar, bali ilikuwa nguo yake ina mistari mekundu, sio nguo yenyewe ni nyekundu moja kwa moja. Alikuwa akivaa burda juu kwa ajili ya kujipamba ambalo lina mistari mekundu. Hiyo haijakataza hapokuwa kuna rangi mchanganyiko, lakini kuvaa manjano iliyotakata kwenye umanjano, kuvaa nyekundu iliyotakata kwenye wekundu wake, hilo Uislamu umelikataza. Kwa burda ni ya juu, hulla inakuwa ni juu na ya chini, rangi moja. Qala Malik, amesema al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, sami'tu ahla al-ilmi, nimewasikia mimi wanawachuoni. Sami'tu ahla al-ilmi, nimewasikia wanawachuoni. Yastahibbuna at-tiba, wanapendezesha manukato. Yastahibbuna at-tiba, wanapendezesha manukato. Wazinata, na mapambo. Fi kulli idin, katika kila siku ya Idi. Nimewasikia mimi wanawachuoni wanapendezesha manukato, mafuta mazuri. Mtu unapotoka kwa ajili ya Idi ujitie mafuta mazuri ya uturi, vile vile ujipambe. Wazinata, na mapambo. Uchukue nguo zako ambazo zinakuwa kwako wewe ni pambo, zinavutia mbele za watu. Fi kulli idin, katika kila Idi, kwa maana Muislamu ina nguo tofauti, hizi za kawaida na hizi kwa ajili ya matukio, siku za Idi, siku za Jumaa, kupokea wageni. Ndivyo alivyokuwa Mtume, ana nguo maalum za kupokea ugeni. Ukija yule ufudi wageni wale kutoka sehemu tofauti, ana nguo zake alikuwa akizivaa kwa ajili ya kuwapokea. Siku ya Jumaa ana nguo yake, siku za Idi anavaa burda yake. Ndivyo alikuwa maisha yake, na hivyo ndiyo sunna. Sio kanzu hiyo kwenye Idi, kanzu hiyo Jumaa tutakuona nayo hiyo siku za kawaida, haitoki kwenye mwili wako. Huna, lakini tofautisha. Haina maana utafute kanzu za hela kubwa, si maana hiyo. Utofautishe nguo hizo za bei ndogo za 5,500, lakini zifautishe. Hii Ijumaa, hizi za kawaida, hii hapa kwa ajili ya matukio, pata wageni, siku za Idi, safari ya muhimu. Hizo za 5,500, lakini umezitofautisha kiasi ya kwamba mtu anaweza akakubagua kwamba kwa alivovaa huyu leo, huyu atakuwa na wageni. Alivovaa huyu atakuwa naenda Ijumaa huyu, kwa sababu tayari nguo zako zinaeleweka kimatukio. Kuna unatakiwa ukae hivyo Muislamu, kama alivyokuwa Mtume akiishi hivyo. Athari hii ya Malik ibn Anas inapatikana katika Al-Mughni, na kitabu kinaitwa Al-Mughni.
ukirejea huko takriban juzuu ya pili, nategemea na chapa. Maneno hayo Imam Malik utayapata. Amewasikia wanawachuoni wanapendezesha kujitia uturi, manukato na kuchukua mapambo, kujipamba mtu unapokwenda katika musalla wa Eid. Thalithan, jambo la tatu, aklu tamaratin witra, kula tende. Tamarati ni zile tende kavu Aklu tamaratin witra, kula tende hali ya kuwa ni witri, 1, 3, 5 kwa namba isiyogawika. Kabla salati al-Eid, kabla ya swala ya Eid, kama tulivyoona katika maneno ya Sa'id ibn al-Musayyib, sunnatul fitri 3, sunna za siku ya Eid ya fitri 3, kutembea kuelekea kwenye musalla. Ya pili akasema wal aklu kabla al-khuruj, na kula mtu kabla ya kutoka. Ndio haya maneno ambayo tunayasoma hivi sasa. Nukta ya tatu, kula tende hali ya kuwa ni witri kabla ya swala ya Eid, na hii inakusudiwa ile Eidul Fitri. Ama Eidul Adha ile hautakiwi kula, ile utakula ukirudi. Tena sunna kula cha mwanzo ambacho umekichinja wewe, ukirudi unachinja cha mwanzo cha kutia kwenye kinywa chako, ni kile kichinjwa chako, ndio sunna. Ama Eidul Fitri kabla hujatoka ule, ili kutofautisha Ramadhani na miezi ya kula mchana. Ana Anas ibn Malik, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, Allah amridhia amesema, kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, swala na salamu ziwe juu yake, la yaghdu yawmal fitri, harauki, hatoki mapema asubuhi siku ya Eid ya fitri, hatta yaakula tamarati, hadi alitende, mpaka alitende, wa yaakuluhunna witra, na anakula tende hizo hali ya kuwa ni witri. Mtume alikuwa la yaghdu, hatoki mapema asubuhi, yaumal fitri, siku ya Eid ya fitri, hatta yaakula tamarati, mpaka aletende, wa yaakuluhunna witra, na anakula tende hizo hali ya kuwa ni idadi ya witri. Hiyo ndio sunna ambayo Mtume alikuwa akidumu nayo katika kila Eid ya fitri, hatoki isipokuwa amefungua kinywa chake kwa kula tende idadi ya witri. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hiyo amesimulia al-Imamu al-Bukhari. Kwa katika sunna za siku ya Eid ya fitri, kula kabla ya kutoka. Rabi'an, nukta ya 4 katika mambo yanayotakiwa siku ya Eid ya fitri, al-mashyu ila al-musalla, kutembea kuelekea kwenye musalla, sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya swala, ndo al-musalla. Al-mashyu ila al-musalla, kutembea. Al-mashyu ni kutembea kwa mguu, sio kipando kutembea kwa mguu ndo al-mashyu ila al-musalla, kuelekea katika musalla wa swala ya Eid. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, Allah awaridhia hao wawili, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake, yakhruju ila al-Eid mashia, anatoka kuelekea kwenye Eid hali ya kuwa ni mwenye kutembea kwa miguu. Yakhruju ila al-Eid, anatoka mtume kuelekea kwenye Eid, yani kwenye swalatul Eid, kwenye swala ya Eid, mashian, hali ya kuwa ni mwenye kutembea kwa miguu. Aenda kwenye swala ya Eid kwa kutembea, hapandi mnyama. Wayarji'u mashia, na anarudi hali ya kuwa ni mwenye kutembea kwa miguu. Anakwenda bila ya mnyama, anarudi pasi na mnyama, na wanyama walikuwepo, lakini sunna ni kutembea na kurudi kwa mguu katika swalatul Eid. Akhrajahu Ibn Majah sahihun. Hadithi kama hii ameisimulia vile vile al-Imamu Tirmidhi katika jamii yake, Jami'u at-Tirmidhi,
baada ya kusimulia hadithi mfano wa hii, al-Imam Tirmidhi kwenye jamii yake akasema, wal amalu ala hadha alhadithi aktharu ahli alilmi, na kufanyia kazi juu ya hadithi hii ndiyo msimamo wa wanawachuoni wengi. Kufanyia kazi hadithi hii ndiyo msimamo wa wanawachuoni wengi. Wanaona wao katika sunna ni kutembea kwa mguu kwenda kwenye Idi na kurudi kwa mguu kutoka kwenye musalla wa Idi. Wanawachuoni wengi huu ndiyo msimamo wao na ndicho kitu kinachofanyiwa kazi kwao. Kisha akasema al-Imamu at-Tirmidhi, yastahibbuna an yakhruja ar-rajulu ila al-Eid mashia, wanapendezesha hao wanawachuoni wengi kutoka mtu kuelekea kwenye swala ya Eid hali ya kuwa ni mwenye kutembea kwa miguu. Yastahibbuna, wanapendezesha wanawachuoni wengi, an yakhruja ar-rajulu, atoke mtu ila al-Eid, kuelekea katika swala ya Eid kwenye musalla mashian, hali ya kuwa ni mwenye kutembea. Kisha akaendelea katika jumla maneno yake al-Imamu at-Tirmidhi akasema, wa yustahabbu alla yarkaba, na panapendezeshwa asipande kipando, illa min udhrin, isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Wa yustahabbu, na panapendezeshwa kwa mtu anayetoka kwenda kuswali Eid, alla yarkab, asipande kipando, si baiskeli wala pikipiki wala bajaji wala gari, achane navyo akenda kwenye Eid, illa min udhrin, isipokuwa kutokana na udhuru wa kisheria. Masafa ni mbali sana, au hali yake hairuhusu yeye ni mtu dhaifu katika hali yake, mgonjwa, inabidi sasa atumie kipando kuelekea kwenye Eid. Au ni wanawake hawawezi, familia kubwa, watoto wadogo, na tutafute kipando tuchukuzane hapa na bajaji yetu twende huko. Kinyume na hivyo tutafika tushamaliza kuswali. Sasa hapo ni udhuru wa kisheria, mtu ataruhusika kupanda kipando, lakini sunna alla yarkab, asipande mtu kipando illa min udhrin, isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Kuna sababu ya kufanya hivyo, sawa. Lakini vile vile katika hili kuna athar ibn Umar, al-Imamu Sanani katika Subulus Salam, ambayo ni sharhi ya Bulughul Maram, anasema, wa kana ibn Umara, na alikuwa Abdullah ibn Umar, yakhruju ila al-Eid, anatoka kuelekea kwenye swala ya Eid mashian, hali ya kuwa ni mwenye kutembea, wa yaudu mashia, na anarudi hali ya kuwa ni mwenye kutembea. Abdullah ibn Umar ndo alisimulia hadithi yetu kwenye kitabu. Sasa athari imekuja yeye mwenyewe pia alikuwa akifanya hivyo, anatoka kwenye Eid hali ya kuwa ni mwenye kutembea, na anarudi hali ya kuwa ni mwenye kutembea. Na vipando walikuwa navyo, kuna ngamia, kuna farasi, kuna nyumbu, punda, lakini hawakuwa akiwapanda hao, kwa sababu mtume ndivyo alivyowafundisha. Kwa ukishajihisi na kaa mbali mimi na sehemu ya kuswali Eid, basi toka mapema hali ya kuwa unatembea. Wa illa umedharurika, umechelewa, mgonjwa, basi unaweza ukapanda kipando, si haramu wala hupati dhambi, isipokuwa sunna utakuwa umeikosa. Khamisan, nukta ya 5,